namna bora, namna nzuri ambayo itakusaidia kuhama kiuchumi, lazima ni kutambua hiyo vita iliyopo ambayo inaitwa ni vita ya uhamisho kiuchumi. Ukitaka kuhama kiuchumi, kuna vita. Kiwango A cha maisha kwenda kiwango B cha maisha, kuna mstari, kuna ukuta. Na ndio maana Biblia inatumia neno ili mtu aweze kuingia kiwango B cha maisha, atoke kiwango A cha maisha. Biblia inaita kufunguliwa mlango. Kwenye ule ukuta unafunguliwa mlango, kwenye ule mstari unafunguliwa milango, kwamba vuka wewe, kwamba pita wewe. Kwa hiyo si rahisi kutoka kuwa na duka moja mpaka kuwa na maduka matatu. Si rahisi kutoka kuwa afisa mpaka kuwa meneja, mpaka kuwa mkurugenzi, mpaka kuwa kamishina. Sio rahisi. Sio rahisi kutoka kuwa mpiga kura mpaka kuwa mbunge. Sio rahisi. Kwa sababu kiwango A cha kiuchumi na kwenda kiwango B cha kiuchumi, katikati yake kuna ukuta. Ndio maana Biblia inasema mtu aliyetoka A kwenda B, inasema amefunguliwa mlango. Manake huyu ameruhusiwa apite. Manake ule ukuta unawazuia watu wasipite. Ule mstari unawazuia watu wasipite. Huyu tumeuondoa mstari, tumefungua mlango. Tumemfutia mstari huyu apite, aende upande wa pili. Hasa hizo vurugu zote na hayo mazuio yote tunayaita ni mazuio ama ni vita ya uhamisho kiuchumi.